Naitwa Happy Joseph Mswaga, mimi ni mzaliwa wa hapa Zuzu. Tunaomba tafadhali mtusaidie, kwa maana tumejaribu sana kuongea na mheshimiwa diwani vizuri tu, lakini amekuwa sio mtu anayemsikiliza mtu yeyote. Hata kama tunapomuita, kwa mfano juzi Alhamis tumemuita tumemuita hapo kwenye ofisi ya tarafa, lakini cha ajabu aliwafukuza wenye vitu wa serikali za mitaa, akawafukuza watendaji, alibaki yeye mwenyewe. Na kitu kingine amekuwa na dharau, hawezi kumsikiliza mtu yoyote. Yaani ni anaamua tu vile yeye mwenyewe anavyotaka. Sasa kwa hali kama hii, sisi tumeathirika pakubwa. Kiukweli, watu kama hawa tutawapeleka wapi? Tuna watoto wengine ambao wanasoma. Kuna watu ambao tumepata vibanda kwa ajili ya hili shimo. Lakini je, tutawapeleka wapi? Na kitu ambacho nataka kulaumu kwa wema lakini sio kwa ubaya. Watu wa chama cha CCM sisi tuliwaamini sana. Tukasema watatuletea mtu ambaye angeweza kutusaidia kwenye kata yetu. Lakini diwani amekuwa bize sana na mambo yake. Amekuwa bize mno sana na maslahi yake. Kila tukikutana ni migogoro. Kila tukikutana ni vikao vya suluhu. Sisi tunachoomba, binafsi yangu na hawa wenzangu wote, tumemchoka. Tafadhali kama inawapendeza watu wa CCM, wamtafutie pa kwenda. Sisi tuko radhi kuishi bila diwani. Tumechoka maisha ya kila siku, kusimangwa, kunyaliwa, kuonekana vibaya. Sisi hatuogopi kitu chochote kusema ukweli. Ninaitwa Salome Zebedai Rusinde na mimi ni mmoja wa wagonga kokoto mahali hapa. Na nimeanza muda mrefu sana. Mwaka huu baada ya Chama cha Mapinduzi tulipofanya uchaguzi wa taifa, Chama cha Mapinduzi kupata diwani, kwa kweli changamoto imetokea ya kufungwa kwa chimbo hili. Binafsi kwangu ni changamoto ambayo imeniathiri sana kiuchumi. Maana sina mahali pa kwenda. Kwa umri huu siwezi kubeba dishi, sio mimi peke yangu. Wapo wamama wengine hapa wajane, wapo mabinti ambao hawakupata kuolewa, wana familia zao, wamezaa, mwingine na vitoto viwili vitatu. Tuko hapa tunafanya kazi, tunapata riziki kwa njia halali. Lakini sasa limefungwa, hatujapata tena sehemu yoyote ya kwenda, ukizingatia hatuna soko hapa, hatuna mnada hapa, hatuna gulio hapa, hata hiyo bamia hapa utapeleka ukamuuzie nani? Maana wabeba bamia walikuwa wanauza hapa chimbo. Wakileta wanauza bamia zao, wamama tunachukua bamia, tunaenda kupika tukirudi mchana. Lakini pia tulipata urahisi wa kwenda mashambani. Hapo mbugani pale tunalima mpunga. Mimi nikitoka hapa nikidamka saa 12 nakuja kugonga kokoto zangu, ikifika saa 4 naenda shambani kwangu. Lakini kitu kingine ambacho nataka niseme ni kwamba sisi kupitia Chama cha Mapinduzi tuliishi kwa amani kwa siku za nyuma zilizopita kupitia uongozi uliokuwemo madarakani. Lakini sasa tangu hapa tulipoanza huu uongozi mpya, tumekuwa sasa hatuna imani tena na Chama cha Mapinduzi. Kwa upande mwingine tunaona kama Chama cha Mapinduzi baada ya kukijagua kwa ridhaa yetu na kwa moyo, tuliwaamini tukawapa kura zetu, lakini wamekuwa mwiba kwenye uchumi wetu. Kwa majina naitwa Joshua William Kajembe. Ni mwenyekiti wa mtaa wa Mazengo, kata ya Zuzu. Hili eneo ni la muda mrefu sana na lina miaka takribani zaidi ya 10, na wananchi wa hapa wamekuwa wakijipatia riziki kwa muda mrefu sana. Eneo hili lilianzishwa toka kipindi cha CDA, walikuwa wakichukua material hapa kwa ajili ya ujenzi wa barabara katikati ya mji na shughuli zingine za ujenzi. Kwa hiyo wananchi wakawa wakikusanya kokoto kwa kuokota kwa mikono. Lakini walifanya kazi kwa muda. Baada ya hapo walipatikana mwekezaji. Mwekezaji tulimpokea kama mtaa na kama kata pia alipokelewa, na alifuata taratibu zote za mambo ya madini, na watu wa mazingira walimruhusu kuja kuendelea na uwekezaji katika eneo hili. Lakini wananchi wamekuwa wakiongezeka kadri siku zinavyoenda. Mpaka tunapozungumza hapa kuna zaidi ya wananchi wapatao 300. Kwa hiyo ni wananchi wengi sana ambao wanajipatia riziki kupitia shimo hili. Na kupitia shimo hili kuna wanaosomesha watoto, lakini sasa hivi tunapozungumza huu mtaa unapimwa. Kwa hiyo wanapata hata fedha za kwenda kulipa gharama za upimaji, kwa maana ya kulipia kwa kila kiwanja ni 150, na wanaenda wanalipa kupitia kokoto hizi ambazo wanaponda. Sasa baada ya uongozi ulioingia madarakani, kumekuwa na changamoto na mvutano kati ya wananchi pamoja na diwani. Wamekuwa wakivutana, diwani akiomba kwamba shimo hili lifungwe. Amekuwa akiomba shimo lifungwe, lakini wananchi wanasema tunapofungiwa hapa sisi tuende wapi? Sisi kuondoka hapa hatushindwi, ila ututafutie mazingira mengine ambayo yatakuwa ni msaada kwetu.
kama kuna namna nyingine yoyote ya kujipatia riziki utusaidie, lakini hakuna ambacho kimefanyika mpaka sasa hivi. Zaidi ya hapo, kumekuwa na malumbano kati ya wananchi na diwani, na wanapofika mahali kilio chao kikubwa wanamlilia diwani, kwa sababu diwani ndiye mtatuzi na mtu ambaye anatakiwa kuwasikiliza wananchi ambao walimpigia kura, na hawa waliojaa ndo wapiga kura wake. Kwa hiyo hawa ndo watu ambao wanatakiwa kuwasikiliza, na imefika hatua wanapofika mahali wanamuita, hafiki kwa wakati, hajawahi kufika. Lakini sisi tumeitwa mara kadhaa, kwa kweli tumekuja kusikiliza shida zao. Mali Bilali Kagusa, mwenyekiti wa CCM kata ya Zuzu. Sisi kama chama namna kufungwa shimo hili hatujui, lakini alikuwa ni mtu mzuri wa kueleza, ni mheshimiwa diwani. Sasa kama hivi tumemwita haonekani, hebu msubiri, sisi tutafanya utaratibu hapo, tutakuja kuwapeni mrejesho imefungwa fungwaje. Lakini kabla ya hapo niliwauliza wenye viti wa mitaa, mna taarifa ya ufungwaji wa shimo hili? Kwa sababu kama kuna taarifa ya ufungaji wa shimo au limekuja kufungwa, ni lazima wahusika wa mtaa huo muwepo. Wenye viti wangu, mna taarifa hizo? Wakasema hatuna taarifa, na sisi tunasikia tu limefungwa. Sasa ni nani anaweza kwenda kuingia ndani ya mtaa au ndani ya kata kufanya kitu bila viongozi wa pale kuwepo? Basi tuachieni hilo, tutalifanya sisi. Bado nafanya utafiti huo. Juzi niko shambani mtaa wa pili kule unaitwa Soweto, ilikuwa siku ya Ijumaa, nikapigiwa simu kwamba mwenyekiti, wamekuja watu wa madini wanafunga chimbo hili, wamesema tutoke. Sasa sisi tunaandamana. Nilichosema, wananchi wangu msiandamane, ngojeni mimi nakuja, ila cha kufanya nendeni kwa mwenyekiti wa mtaa. Mwenyekiti wa mtaa atawapeni taratibu na mimi nitakuja huko. Sikujua kama diwani yuko pale kwenye kikao cha UDC. Mimi niliondoka kilomita kutoka hapa mpaka kule niko kuwepo kilomita 12. Nilipiga pikipiki nikaja mpaka hapa, nikakuta wananchi kumbe nimewaacha kule, nikaenda pale. Nikakaa diwani akiwa ndani. Wamemaliza UDC, diwani katoka. Baada ya kutoka na mimi nikaenda nikasimama pale na wao viongozi wengine walimuuliza kama nilipokuwa nimesema. Mmekuja kufanya nini? Namtafuta Mama Viki. Kama Mama Viki, naendeni nyumbani. Jibu alikuwa anajibu wananchi wamejaa tena. Walikuwa wananchi karibu 200 na kitu. Nifuateni nyumbani. Mmoja sasa, hapana, kutafuta diwani. Kama mnanitafuta mimi diwani, nyinyi ondokeni. Na mimi mwenyekiti wa kata ambaye nilimfanya yeye kumpendekeza kwenda kupata uongozi, akaniona sifai na mimi akanifukuza toka. Baada ya siku hiyo, hawa wananchi walipotaka kuandamana kwenda mbele, mimi niliwaziwa. Nilipiga simu kwa mwenyekiti wa CCM chama, na nilikuja hapa na maelekezo ya mwenyekiti wa CCM chama wilaya. Nilikuja hapa, wananchi walikuwa wamejaa. Nikamwambia bwana, wananchi nimewaziwa, wanaandamana. Mwenyekiti tuliweka road speaker, kama ni uongo watajua. Aliwaambia, jamani, ninaombeni wananchi wangu msifanye maandamano, unaweza mkapigwa mabomu mkaumizwa. Ila kwa sababu tuko ziara, baada ya kurudi huko nitamchukua mkurugenzi, nitamchukua afisa ardhi, nitamchukua madini, nitamchukua na mazingira, tutakuja nao hapa tuje tujue imefungwaje, na kama lilifungwa wananchi mna taarifa. Ndicho kilichofanyika tena jana, nikawa nimepata taarifa hizo. Sasa kwa bahati nzuri na viongozi wetu mmekuja, hili ni tatizo kubwa, kwa sababu nimeshatatua mgogoro wa diwani na wenye viti wa mtaa mimi na muktasari nipeleka pale. Sasa kidogo anatuvuruga, yeye ndio mtetezi wa watu, leo yeye ndio anahujumu watu. Sasa hivi ni vitu vya ajabu sana, lakini hatua niliyochukua kama mwenyekiti wa kata kupeleka taarifa kwenye chama, na chama kimesema kitakuja kuzungumza nao.